hapa is prophecy. Tunaelewana vizuri eh? Na ndio maana Biblia iko wazi kabisa, msitweze unabii. Paulo kiliwahi kumlamba. Mtume Paulo alikuwa yuko mahali na wenzake wanaomba. Wale mnaokumbuka, akaja nabii mmoja anaitwa Agabo. Mnakumbuka the story eh? Akaenda akachukua mshipi tu mara moja, hajui wa nani, akajifunga miguu na mikono, akasema hivi ndivyo atakavyomfanyia mtu mwenye mshipi huu atakapoenda Yerusalemu. Biblia inasema hivi, wale ndugu wengine wote wakamwambia, please usishuke kwenda Yerusalemu, hali itakuwa mbaya. Unajua Paulo alichoambia? Mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Mimi sio tu kufungwa, niko tayari atakuuawa Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana. Akaenda, alichapika. Sentensi inayofuata, msitweze unabii. Msitweze unabii, jaribuni mambo yote, shikeni lililo jema. Sasa angalia changamoto iliyotokea duniani. By the way, mimi ni mwalimu, kwa hiyo when I speak about prophecy and prophetic ministry, haiko kwenye uga wangu, lakini naongea kile ambacho neno la Mungu linasema. Kumekuwa na vita kali kidogo ya huduma ya unabii, na kumekuwa na kukwepa kidogo. Watu wakisikia neno unabii wanachola kidogo, wanakaa mbali. Nafikiri ni kitu ambacho kimekuwa portrayed vibaya, japokuwa sio kitu kibaya. Biblia iko wazi, alitoa wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, kwa makusudi yafuatayo: kwanza, kuwakamilisha watakatifu; pili, kazi ya injili itendeke; tatu, mwili wa Kristo ujenge; nne, hata sisi sote tutakapofikia kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa nini nimekupa hiyo introduction? Nimekupa introduction kwa sababu today we will speak about prophecy. Sasa ogopa kufundishwa unabii na mwalimu, kwa sababu I will confuse you. When you get out of here, you're going to confuse others. Lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu, nitakuelezea vizuri. Mmezungumza habari ya prophecy, na mimi nimependa title yenu, I decree and declare and I admit. Nimependa title yenu. Mimi ngoja ninachokisema hichi hapa. Mimi kwenye eneo la life prophecy au unabii wa maisha, mimi nitazungumzia kipengele kidogo tu leo. Hichi hapa, kutimia kwa unabii wa maisha yako yajayo. Wewe ulioko hapa, wewe ni prophecy. Ninakuhakikishia watu waliokuja kujenga hiki chuo walikuona wewe hujakuja. Walipanga hivi viti unavyoviona hapa, wewe haupo. Kwa hiyo hapa ulipo hapa, nakuhakikishia wewe ni unabii wa mtu. Na kuna mtu akikuona anasema, nilisema, ila wewe hujui. Ila kuna mtu akikuona anasema, nilisema. Nisikize nikwambie kitu, hakuna kitu kizuri kwenye maisha kama tuforesee. Yaani wewe unaona kitu hakija tokea bado. Zamani tulikuwa tukikaa na mama Mkumbo, tunajadili kitu, afu anasema, no, iko hivi. Naambia hamna, hicho kitakuwa hivi. Anasema, unajua kwenye procedure, mwanasheria. Mimi naambia hamna, hii itakuwa hivi. Afu baadaye nashinda. Nimeshinda vita nyingi za kisheria na unabii. Na ndio maana ni kazi kumwaminisha huyu mama mimi sio mtumishi wa Mungu. Maana nimempiga maprofesi ya uhakika. Akija hapa mbele akianza kushuhudia, wewe mwenyewe unaweza usiamini. Maprofesi over prophecies, kwamba hii itakuwa hivi, hamna iko itakuwa hivi, utaniambia, tusubiri uone. Sasa maisha ya mtu yoyote, mimi ninachotaka, kuna kitu mimi kinaniuma, sema kuna namna fulani ya teachings ambazo wakati mwingine tunapata ni nzuri, ila zinatupoteza kwa namna moja ama nyingine. Mfano, kitu kama kuvunja laana ya umaskini. Sio wote walio maskini ni laana. Wengine wameferi kwenye procedure. Ngoja nikupe mfano. Unakuta mimi naitwa Samuel Mkumbo, si ndio? By the way, wale wasiofahamu, baba yangu anaitwa Samuel Mkumbo. Babu yangu
alikuwa anaitwa Samuel Mkumbo. Mwanangu anaitwa Samuel Mkumbo. Sasa unisikilize vizuri. Mimi leo naweza nikapigwa na maisha, nikatoka nikaenda kuomba maombi ya kuvunja laana ya umaskini. Kumbuka, laana is something ambayo inherited, inarithiwa. Sio kama tunaelewana vizuri. Asilimia kubwa ya watu wanaozunguka kuvunja laana za umaskini, ukiwafuatilia na saba yao, ukienda kwenye family tree ile, ukienda mpaka kule kwa babu yake, unakuta babu yake bwana alikuwaga na mang'ombe, alikuwaga na mashamba. Si unanielewa eh? Kwa hiyo miaka hiyo ya utajiri, wakati wa utajiri hauhesabiki kwa pesa, unahesabika kwa mifugo, unahesabika kwa mashamba. Babu yake alikuwa tajiri, yeye laana kaipata wapi? Anajikunguta na jina la babu yake ambaye alikuwa na hela. Nakataa jina la babu, nakataa na vitu vyake. Kumbe ndio nakataa hela. Naomba unisikize vizuri hapa. Kinachoniuma cha pili ni kuamini kwamba mtu yoyote hapa, mtu yoyote nikimwambia hivi, cheki kacha yako, cheki asili yako, asilimia kubwa ya watu tunajiconnect na asili ambayo sio nzuri. It doesn't mean kwamba kwenye familia zetu kuna vitu vibaya tu. Si kama unanielewa, mteule wa Bwana eh? Yaani kwamba kwenye familia zetu, yaani wewe ulitamkiwa, ukiambiwa tu hapa, nikikwambia sasa hivi mwambie Bwana yote ulionenewa yatokee, utachukua dakika 2 kuomba au 3. Nikikwambia vunja maneno mabaya ulionenewa, masaa 2. Haula akaba. Maana yake tunaamini kwamba tuna vitu vibaya vingi sana kuliko vizuri. Mimi nakuhakikishia kuna watu mlivyozaliwa mlinenewa tu mazuri yani. Wengine kabisa familia ilisema tumepata mtoto wa kike, afadhali, tulikuwa tunamngoja sana. Wengine mlinenewa hapa, yani haka kwa watoto katakuaga na akili, unaona kalivyo kajanja. Wewe unapiga sapu, unahisi kuna laana ya taaluma. Umetu yamkini ukusoma vizuri au vilitoka ambavyo hujasoma. Unaanza kunipata vizuri eh? Mimi leo nataka tuachane na negativity. Mimi leo nitakufundisha kipengele cha positivity, ili na wewe uwe na imani kwamba kuna siku uwahi kutamkiwa neno zuri. Okay, umekosa maneno mazuri kwenye ukoo wenu, kwenye Biblia nako hayapo. Kwa sababu mtu uliyeokoka automatic unakuwa na mababa hawa 3. Baba yako wa kwanza ndio tunamjua kibiolojia, baba yako anaitwa Mosakafiuka. Wewe unajiita Mosaksi lakini najua kabisa ni Mosakafiuka. Unaona? Baba yako huyo wa kwanza, your biological father, ambaye amekuzaa. Tunaelewana vizuri? Baba yangu ni Samuel Mkumbo. Lakini kuna baba yangu wa pili, Wagalatia 3:29. Anasema kama ninyi mmekuwa ni Wakristo, mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ile ahadi. Okay? Kwa hiyo kumbe naweza kawa mdende ule wa Kiisraeli, matengo wa Kiisraeli, mnyiramba wa Kiisraeli, naweza kuwa mpare wa Kiisraeli. Na wapale wanaingia na wapale wa Kiisraeli, maana wapale wanaweza kukataa, huko mbali sana, tunatonga na bajeti, hatuwezi kwenda. Sasa unajaribu kuona kama Biblia inaniambia na kuwa uzao wa Ibrahimu kwa kumwamini Kristo, alafu na kuwa mrithi sawa sawa na ile. Why naendelea kumlaumu baba yangu kuna vitu ameshindwa kunipa wakati I can get it through Ibrahim? Okay? Baba yako wa 3, Yohana 1:11-12, alikuja kwa walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unaendelea kumlaumu mzee wako Mwakibete. Unaendelea kumlaumu baba yako Mzirai. Mama, unajua mimi najuta kuzaliwa kwa Mzirai, ningezaliwa naitwa Amina Trump. See, you take some blessings kutoka kwa Mungu peke yake, mbona zingetosha? Sawa, ngoja nikuonyeshe mambo machache yatakusaidia. Fungua na mimi kitabu kile cha Mwanzo
15. Sasa mistari yangu yote nimeweka kwenye bao. Kwa hiyo andika haraka haraka ili niende, kwa sababu tuko nje ya muda na mimi sitaki tuharibu zaidi ratiba. Kwa hiyo utakuwa unaandika ili niende tu kwa muda mfupi, alafu kisha tuingie kwenye kuomba. Kuna vitu we have to claim. Ni haki yetu ila hatujajua. Mimi mama mkubwa anafahamu. Mimi nina kauli mbiu yangu. Nothing is impossible. Yaani hakuna kisichowezekana, ila kuna kitu mimi ndio nimeshindwa. Kwa sababu kile nilichoshindwa mimi, out there kuna watu wamefanya. Kwa hiyo masuala ya kutuambia kwamba haiwezekani, usifikiri wote si tumekwama. No. Kuna watu wamesogea. Hilo cha kwanza kabisa. Huwa naamini pia kuna vitu naweza kuvipata tu, yani kwenye maisha, hata kama sijazaliwa navyo. Mimi nishai kumwambiaga Mungu, kukutumikia nataka, ila sio kinyonge. Ile kwamba ndio unaenda ni kinyonge. Unasema Yesu anaweza, atakwambia mbona hajaweza kwako, acha. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi sio yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu. Tusome maneno rangi nyekundu kwa sauti 1, 2, 3. Baadaye watatoka na mali mengi. Sema kwa sauti zaidi. Baadaye watatoka na mali mengi. Sauti yangu imewashinda, tuongeze zaidi. Baadaye watatoka na mali mengi. Leo hawana, ila hebu waza, Mungu anasema hawa watu watakuwa watumwa. Wewe hata usio mtumwa, yaani wewe hapa ulipo sio mtumwa. Alafu Mungu anasema watumwa wa miaka 400. Wewe hapa hujafika 50. Hawa watumwa wa miaka 400 wakitoka kutumikishwa, wanatoka na mali mengi. Wewe bado tumeahidiwa ufalme mwema, tumeahidiwa ufalme, tumeahidiwa ufalme, hata tukifa tutatawala te. Hapo sasa mkifika katikati mnapata na nguvu. Haleluya, imba haleluya. Kabla ya kutawala tena, anzia hapa. Baadaye utoke na mali mingi. Yaani hapa ninavyozungumza, na nataka mtu mmoja aanze kupandikiza wazo la utajiri ambalo mara kwanza hakuwa nalo, aanze kupandikiza wazo la mafanikio ambalo mara kwanza hakuwa nalo, aanze kupandikiza wazo la kuinuliwa ambalo mara ya kwanza hakuwa nalo. Nini unachojifunza kusoma mistari? Jambo la kwanza, liandike tu haraka tu. Ni utaratibu wa Mungu kuwafanikisha watu wake ili tu kuwafanya wasiwe duni milele maishani mwao. Unaweza ukawa duni lakini sio milele. Ni utaratibu wa Mungu kuwafanikisha watu wake ili kuwafanya wasiwe duni milele. Haiwezekani ukawa duni milele hata kidogo. Jambo la pili, andika namna hii kwa haraka. Unaweza kuwa una summarize tu. Sijui kama Nyambali Nyangwine bado yupo siku hizi. You can do unyambalization. Jambo la pili, Mungu anaweza kutamka mafanikio ya vizazi vingi kabla hawajatokea na wakayapata, ikiwa wataamua kukaa katika utaratibu wake na maagizo yake na ahadi zake. Yesu namwamini, nimemwona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake ahadi zake. Haleluya, ahadi zake kweli.
utazaona. Mungu aliwaambia kwenye Mwanzo sura ya 15, anamwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa wageni katika nchi nyingine, watatumikishwa na watu wale, watakuwa watumwa miaka 400. Baadaye lile taifa nitawahukumu, alafu wao uzao wako utatoka na mali mengi. Nimekwambia Mungu anatoa maelekezo miaka na miaka kabla, miaka na miaka kabla. Sasa angalia kitu cha ajabu. Je, hicho Mungu alichokisema kwenye Mwanzo 15, hiyo prophecy ilitokea? Kutoka sura ya 11 mstari wa 2 na wa 3. Angalia maneno haya. Huyu sasa ni Mungu anaongea na Musa. Siku ya kutoka katika nchi ya Kanaani imefika. Miaka imepita zaidi ya tena 400, imeenda 430. Then one guy, very smart, very angry. Sikiliza, not every angry is bad. Sometimes people with very high vision wanakuwa very angry. Na ndio maana unataka uwe makini sana na watu wenye vision. Wewe muone mama mkubwa anacheka cheka tu, anajua kuishi na mimi ni kazi kupindukia. Kwanza shida watu wenye vision wanakasirika watu wasipoelewa haraka. Ogopeni kufundishwa na mwalimu genius. Hususan kwenye hesabu. Imekusha. Si unaona hii hapa imeisha, hii hapa x 4. Unajiuliza 4 imetoka wapi? Mwalimu samani nina swali. Hiyo 4 imetoka wapi? Anakuangalia anasema, "Nani ameelewa?" Utamuelekeza. Kwa sababu sometimes kwenye maisha haya, don't be too weak because the world is wicked. Mkubwa unaikumbuka ile? If you care, you can't take charge. Sasa angalia. Mungu akampa maagizo Musa. Ibrahimu hayupo, Isaka hayupo, Yakobo hayupo, watoto wale wa Yakobo wote hawapo. Maelekezo yanatoka. Basi nena we masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume na atake kwa jirani yake. Sio aombe, atake kwa jirani yake. Sio Mwisraeli mwenzio Misri. Na kila mwanamke atake kwa jirani yake. Nyumba moja ikivamiwa na baba na mama, mmeisha. Vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Mstari wa 3. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Zaidi ya hayo, huyo Musa alikuwa ni mkuu sana. Wanamsoma Kiswahili, hiyo sana ni kivumishi kielezi. Katika nchi ya Misri. Macho litatoka kwenye yui shauri yenu. Itatoka swali, alikuwa mkuu sana machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Nini nataka nikuonyesha hapa? Niliwaahidi hao watu watatoka na mali mengi. Leo wanatoka, they must have. Lakini zaidi ya miaka 400 nimesema hilo jambo limekuja kutokea huku. Manake Mungu, how comes huamini kwamba kuna uwezekano? Ni kweli familia yenu haina uchumi mzuri, lakini kuna agano la utajiri ambalo linatakiwa liwe fulfilled wakati wa kizazi chako. Yaani sijui umenielewa hicho ninachokisema? Yaani hawa wanyuma wote wanapita kwenye utumwa, alafu hawa wa Musa ndo naambiwa mnatakiwa nyinyi ndo mtoke, ndo nyinyi nilitaka mtoke na mali mengi. What if kwamba inawezekana kweli kwenye familia yenu kumekuwa na changamoto fulani, lakini kuna hidden prophecy kapo kwamba baada ya miaka fulani hawa watu wanatakiwa wawe wa aina fulani, alafu hiyo miaka ndo ya kwako, wewe bado umeendelea kushikilia tu sisi. Ujanikamata nikazie macho. I love you so much. Unakumbuka Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11? Bwana akamtokea Gideon alipokuwa akipepeta ngano. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Sentensi ya Gideon ni Waamuzi 6:13. Ikiwa Bwana
yu pamoja nasi. Bwana yu pamoja na we. Yanasema hivi, ikiwa Bwana yu pamoja na si. No. Sasa nisikilize Gideon. Hawa jamaa wote hawa unawaona hawa Waisraeli wote ni watumwa. Kasoro wewe tu. Na wewe ndio uliandaliwa kwa ajili ya kuja kuwachomoa hawa jamaa. Yeye anasema sisi. Unatokea familia gani? Familia ya Mkumbo. Sasa wewe utawabeba wote. Unajua sisi. Kuna Wanyiramba hapa wanatokea Kiomboi? Kama upo nyosha mkono. Kama una Wanyiramba wanatokea Kiomboi, okay? Hamna? Wanyiramba ni watu walio katika hatari ya kupotea, viumbe vya kupotea. Anavyoonekana vimebaki vichache. Viumbe vya Kijiramba. Ukinyosha mkono kwa Jiramba leo mtanisaidia, mtanifundisha kilugha na nini sijui. Wale mnaofahamu Kiomboi kuna mizizi mikubwa sana ya kanisa la Kiluteri. Na mpaka kuna chuo. Babu yangu aliwapokea wamishionari wa Kiluteri Kiomboi. Wamishionari wa Kiluteri wamekuja Kiomboi, babu yangu aliwapokea. Babu yangu na bibi yangu walizaa watoto 15. Baba mmoja, mama mmoja. Timu ya mpira reserve 4, netiboli na refa wa kuchezesha. Timu na refa mmoja anachezesha hapo katikati. 15. Utapata mama jusi gani wakumwambia tuzae watoto 15? Au dada jusi gani saizi waambie tuzae watoto 15? Sasa sikiliza the story. Babu yangu akasema hivi, mimi nimewapokea wa missionary nikiwa ni mtu mzima. Natamani niwazungushe kote wanakoenda, lakini siwezi. Ila mniombee. Na mimi ninaomba siku moja kwenye ukoo wangu atokee mtu anayefanya kazi ya kuzunguka kama nyinyi kueneza habari njema. Mimi sijui the story hata kidogo. Baba yangu mwenyewe alikuwa hajazaliwa. Baba yangu mimi ndio wa 15 katika hao 15. Sasa hivi ana miaka 65. Ndio wa 15 katika hao 15. Sasa unisikize vizuri. Baba yangu alivyokuja akazaliwa, baba zangu wakubwa wawili waliokoka miaka ya 80. Mmoja akawa mchungaji. Amekuwa mchungaji miaka mingi tu. Sasa hivi ana miaka almost 74. Mwaka juzi alipokuja, mwaka juzi alikuja nyumbani kwetu. Akakaa. Nikawa na semina hapa Dodoma, nikamchukua tukaenda wote kwenye semina. Nilifundisha, anaangalia na wale watu. Ananiangalia tena. Okay, mimi nikajua ananielewa. Kesho yake tukarudi tena kwenye semina. Kafundisha, ananiangalia. Sasa siku ya pili akawa kila akiniangalia, baada ya muda anasikitika. Najiuliza, huyu mchungaji anahisi nakosea? These things unifanyia research. Anasikitika. Tuliporudi nyumbani akanambia, "Kapo, you remember that day?" Akalia sana babangu mkubwa. Sana. Afa kanambia hivi, "Na kuomba kwa namna yoyote usiame kanisa la Kiluteri." Akamwambia, "Okay, why?" Akasema, "Mimi baba yako na baba yako mkubwa mwingine, sisi wawili tuliama kwa sababu kulikuwa na changamoto miaka hiyo ya swala la uamsho kupokelewa. Miaka hii Mungu ametengeneza nafasi, usiame." Nikamwambia, "Kwa nini unanisisitiza?" Akasema, "Let me give the story behind it." Akaniambia, "Utumishi wetu sisi ulifungwa kwa agano." Imagine baba yangu ajui hiyo story. Si kama unanielewa vizuri. Akanisimulia hiyo story, akanambia, "Sisi tulikosea. Tuliama, huduma zetu zilifia hapo. Huduma yake haijawahi kukuaga. Akisimama hapa apige nondo, Biblia yote iko kichwani, mama anajua." Unajiuliza kwa nini miaka yote huduma yake haijawahi kwenda mbali? Kwa sababu ilifungwa kwenye agano. Prophecy ilitoka. Kama hawa wanavyozunguka, ikafungwa kwenye lock ya udhehebu pia. Sasa sio madhehebu mengine mabaya,
ila prophecy imegandamiziwa wapi? Sio kama tunaelewana sawa sawa. Sasa nisikilize, kwa nini nimekupa hiyo story? Amini na wewe kwenye familia yenu kuna kitu kizuri kilishawahi kutamkwaga. Yaani lazima kipo. Yaani haiwezekani. Nisikilize vizuri, hata familia ya kichawi kuna vitu wanatamkaga vizuri. Wewe niamini mimi. Yaani hata familia ya kichawi, familia ya kiganga, ile familia ya kiganga ile, wote waganga, kuna siku anakuja mgonjwa anasemaga hawana mtibia, anakwama. Mmoja siku anasema jamani, huu uganga na wenyewe hautufai tena. Yaani kuna siku anatamkaga. Usiamini kwamba familia yenu imebeba vitu vibaya tupo. What if kwenye familia yenu kuna watu wanatakiwa watoke na mali mengi, out of poverty iliyopo, lakini kuna watu wanatakiwa watoke na mali mengi? Nataka uanze kupata picha. Yamkini kuna kitu kizuri siku unazaliwa kilitamkwa. Yamkini kuna kitu kizuri kwenye maisha yako ulishai kusemewa, pamoja na vile vibaya vilivyopo, lakini kuna kitu kizuri. Unajua ikifika kuna point kwenye maisha, hatuangalii tulichopoteza, tunaangalia tulichobaki nacho. Hatuangalii walioondoka, tunaangalia wanaokuja. Kwa kwenye maisha kuna wakati, what if kuna prophecy kwenu ya watu kufanikiwa? No one knows. Mimi katika watu ambao usinge expect kuwa watumishi ni mimi namba moja. Mimi sikutakiwa kuwa mhubiri, kwa sababu mimi kwanza kuokoka ilikuwa kazi. Mimi ni Mluteli, nilipata kipaimara, sikukanyaga kanisani miaka 5. 5 years, yani ile sisi ndio tulikuwa balaa. Tulibarikiwa, kanisa letu lilikuwa sio kubwa. Lina pande mbili tu, huku na huku katikati njia. Na hizo pande mbili sio kubwa, yani ni ndogo tu, yani benchi kutoka hapa labda mpaka hapa. Na huko hivyo hivyo. Alafu tulivyobarikiwa, wazee wa kanisa wazee wa kanisa wakatangulia. Sisi tuliobarikiwa tukaambiwa tufuate. Wachungaji wakaja nyuma. Wakati mimi nabarikiwa, Askofu Malasusa alikuwa chaplain, ndio aliyetubariki, chaplain wa Kisarawe Junior Seminary. Anatubariki, amekuja nyuma. Sisi wazee wa kanisa wako mbele, sisi tuko katikati, wachungaji wako nyuma. Wale waliokaa upande huu wakaambiwa wageukie hapo njiani, na wale waliokaa upande huu wakaambiwa wageukie hapo njiani. Watu wa matarumbeta mbele wanapiga matarumbeta, hawa upande huu wanaambiwa watupungie mikono kutupongeza, alafu na hao upande huu watupongeze. Basi mimi ile ikupongeza ilikuwa kama send off. Usirudi hapa, kwa heli, usikanyage. 5 years sikugonga chachi. Marehemu mamangu mimi hakuaga Mkristo, alikuaga Muislamu. Akaokoka mwaka 96. Sikiliza, nimejifunza jambo hili. Watu ambao hawakuaga Wakristo wakiokoka kuwa Wakristo wanakuwa serious kuliko tuliozaliwa familia za Kikristo. That mama, she was praying. Kwanza anaweza kukubonda, alafu akakuombea hapo hapo. Miaka 5 namsikia mamangu kila siku anaomba. Nyumba yetu ilikuwa kijijini, haina dari juu. Kwa akiomba upande huu nasikia upande huu. Na hata siku akiwakusanya maombi pamoja, maombi yake yale, Mungu nakushukuru kwa ajili ya mwanangu Samuel, umlinde, umtunze, asipate na mabaya, aokoke, akutumikia. Afu anapandisha sauti kidogo, aache kiburi. Unajua hii sio ya Mungu, ni ya kwangu, naambiwa. Kwa sababu kuna maombi tunaomba Mungu ajue, na kuna maombi tunaomba watu. Kama uamini, Danieli alifungua dirisha. Unafikiri siku alikuwa anafungua? Kuna mambo ya dirisha wazi na kuna mambo ya dirisha limefunga. Unajua kabisa hapa amwambii Mungu, ananiambia mimi hapa. Kabisa najua kabisa hapa ananiambia mimi. Yaani huyu ni mimi kabisa. Aache kiburi. Watoto wawili, mtu na mdogo wake, walikuwa wanaomba. Kila mtu anaomba jambo lake kwa Mungu. Lakini yule mdogo zaidi anamwambia, Mungu msaidie bibi, aninunulie baskeli mwaka huu bibi. Mwenzake alipomaliza kuomba akasema, wewe mbona unaomba kwa sauti hivyo? Kwani Mungu kiziwi? Akasema, Mungu sio kiziwi, ila unajua bibi asikii vizuri Turudi kwenye prophecy. Mama yangu aliniombea 5 years consecutive. Nikaja nikaokoka. Mimi kwa nini nilikuwa nachelewa pia kuokoka? Nilikuwa nachelewa kuokoka kwa sababu wahubiri wa zamani walikuwa wanahubiri dhambi 3. Sijajua kwenye mikutano ya Injili kama wamebadilisha sasa hizi. Dhambi zamani zilikuwa wanahubiriwa 3. Mhubiri akisimama, nasema nawe jioni ya leo, dhambi ya uzinzi imekukamata. Sikuwemo. Mhubiri alikuwa anahubiri dhambi ya pili, uchawi.
Kama kuna mhubiri amekuja kijini kwenu hajasemaga na watangazia waganga walioko social, anataja na sehemu anayokaa, wao waganga walikuwa wanapata tabu. Dhambi ya tatu ilikuwaga ni ulevi, na hiyo walikuwa wanapigwa wababa sana sana. Ninawaambia wababa mnaolewa mpaka mnawapiga wake zenu. Sikuwemo. Dhambi yangu kubwa ilikuwa matusi. Mimi nimekuwa kwenye mazingira ambayo mimi nimekulia kwenye machimbo ya kokoto na kukata mkaa polini, ndio kazi nilikuwa nafanya wakati nasoma sekondari. Kwa hiyo mimi matusi kwetu haikuwa ugomvi. Unaelewa hayo mazingira eh? Matusi inakuwa ni maongezi. Kama hujaelewa tafute TANESCO wakati wananyanyua nguzo. Kwa hiyo mimi nilikuwa situkani kwa sababu tumegombana. Natukana kwa sababu ni sehemu ya maongezi. Yaani kama hivi nilivyoongea hapa mpaka tangu tumeanza, hata katikati ya kunena kwa lugha ukisema kushangaa labda nimetukana. Akaja mhubiri mmoja siku moja akahubiri. Akasoma mstari wa Paulo anamwandikia Timotheo. Ninamshukuru Mungu ninayemwabudu kwa dhamiri safi tangu siku za baba zangu, aliyeniita katika utumishi wake. Ingawa hapo mwanzo nalikuwa mtukanaji. Nikauona ule mstari wana. Ndio mwanzo wangu wa mimi kuokoka. Sasa unaweza ukaelewa, ndani ya familia kutoka kwa babu kuna profesi ya huduma. Si kama tunaelewana sawa sawa. Mimi ni mtoto wa kwanza wa mtoto wake wa mwisho. Ile ngoma imekuja kutoka kwa baba zangu wakubwa, imepita na watoto wao wote, ikaja ikaangukia kwa mtoto wa kwanza wa mtoto wake wa mwisho. Swali linarudi pale pale. Yaani yani unashindwaje kuamini kwamba kuna uwezekano kuna profesi ambayo wewe ndio unatakiwa uibebe? Yaani unashindwaje? Kuna uwezekano. Yaani kuna uwezekano. Hichi kimama hichi kilinikatalia hichi kwamba kitapata kazi hapa. Kilisema nimechelewa deadline. Nikamwambia apply unapata. Akaniambia msijui kama nitafanya. Unapata. Akaniambia nikipata kazi nitakuwa nakulipa 500 kila mwezi. Ameanza kunilipa mwaka jana. Ndio, miaka ile mingine yote hujanilipa hela yangu. Tulivyopiga hesabu zilikuja milioni ngapi? 60. Milioni 60 hajanilipa. Kwa hiyo tunaanza arrears kidogo kidogo. Ila what if waliokuwa wanajenga chuo walimuona? What if waliokuwa wanaanzisha USCF walimuona mlezi? What if hujawahi kwenda kwenye mazingira fulani, alafu wewe ukifika tu ni kama ndio umekuja kumaliza kila kitu watu walichokuwa wanakwama? Maana yake wewe ulikuwa ni profesa. Nisikilize. Nikisema hapa tujioshe mikono, tuliwahi kuwa wenye viti wa UKWATA, tuko wengi kweli? Wote hatujawa wenye viti hapa. Maana yake mwenyekiti ni profesa, kwamba mwaka fulani huyu ndo atakuwa. It doesn't mean wengine hawapo. Yaani leo unayoiona hii ni profesa. Walimu wako wengi kweli. Umwe kwanza unamuita mwalimu afundishe somo la kinabii wakati manabii wapo? Umekosa manabii basi hata mitume si wapo, kina Mwamposa? Si wangekuja hata kina mzee Mwamposa wazungumzie unabii, kina Mwingira wapo? Yaani how comes unamuita teacher talking about prophecy? But it was a prophecy, a teacher to talk about prophecy. Nikuonyeshe kitu kigumu kidogo. Once you know your life prophecy in a spiritual realm, you are allowed to edit it. Sijui nirudie tena. Yaani unabii wako ukishaujua kwenye ulimwengu wa roho unaruhusiwa kuedit. Hebu tuangalie editor mmoja mzuri sana wa unabii. Huyu mama anajua kuedit. Waamuzi 13:1-13. Maana kuna wengine inabidi mwedit kidogo. Unasikia tu mtu anakuambia wewe ni mtumishi, wewe ni mtumishi. Sasa unafika una edit. Utumishi wangu mimi ni uwapa. Kwa mfano mimi nimeletewa proposal nyingi sana za kwenda kusoma uchungaji. Ila mimi siwezi kuwa mchungaji.
Ukinipa kanisa linakupwa na kujaa kama bahari. Kwa karakta yangu mama anajua mimi I can't be a pastor, never. Usinipe kanisa mimi, niachie nilihubirie siku 2 siku 3, niliache wiki 1 wiki 2, niliache. Kwanza ndani ya wiki 2 na wachokaga watu, au wiki 1 na wachoka kabisa, sitaki kuona tena. Sasa unataka mimi ndio. Pili, mimi siwezi kukuvumilia ukinisengenya na kufuata na kwambia. Nikogo hivyo. Kwa eti mtu ananisengenya kabisa, najua kabisa jana kanisengenya, alafu leo meza ya Bwana. We nakuruka. Nakwambia wewe mpaka tumalizane kwanza. Hayo mambo ya Yesu ya kusema eti ananisaliti namtolea tonge na kumpa. Mimi sikupi. Sikupi tonge. Ona, prophets can be edited na una hiyo mamlaka. Na ndio maana kuna watu hapa unaweza ukachange your destiny ukiona kuna vitu haviko sawa. Ukaongea na Mungu na akakuruhusu. Utaniambia, is it possible? Very possible. Angalia hii hapa. Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa huzai. Hiyo ni malaika anasema, lakini, hebu sema lakini. Kwa hiyo lazima ukalili kwenye maisha, kila mtu ana lakini. Na usipoamini kwenye lakini unapotea. Amini kwenye lakini. Leo sina hela, lakini naweza kuwa nazo kesho. Leo lakini wewe amenikataa, lakini anaweza kunikubali. Uongo. Lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Umeyakalili hayo maneno ya malaika? Nataka uyakalili tu hayo. Yasahau mengine yote. Kalili haya. Mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Narudia tena. Kalili maneno haya. Mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu. Narudia tena. Kalili hayo. Mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Ona. Naye ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake akisema, mtu wa Mungu alinijia, na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa kutisha sana, nami sikumuuliza umetoka wapi, wala hakuniambia jina lake, lakini aliniambia, tazama utachukua mimba naye utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najisi. Ona maneno haya, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Sikiza malaika alivyosema, mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Sikiza mama alichosema, mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Ona sentensi inafuata, hata siku ya kufa kwake. Malaika hakusema hilo. Wangapi wameshanielewa tayari? Mama alicheki prophecy akagundua it's okay, atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. What if afie kwa Delila? Nywele za Samsoni kuota sio tu Mungu, ni mama yake. Alisema hivi, awe mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, lakini pia afe akiwa mnadhiri wa Mungu. So no wonder Samsoni anaingia ananyolewa nywele zote, baadaye zinaota na strength yake inarudi, na toba anaifanya. Alafu anamwambia Mungu, nife leo na watu hawa. Alafu anasema uwaji wa mwisho ulikuwa mkubwa kuliko aliofanya siku zote za maisha yake. Kwa nini? Mama alisema what if awe mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, siku akikamatwa nywele hazioti tena. Maana yake atakuwa mnadhiri wa Mungu kuwasaidia watu, lakini kufa kwake kutakufa hana heshima ya utumishi. Unadhiri wa Samsoni uko kwenye nywele zake. Mama akasema no sorry. Atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Mama yake nimeongeza hadi siku ya kufa kwake. Maana yake unaweza ukaangalia kwamba okay, destiny yangu ni nini? Wakati nakutana na mama Mkumbo, destiny yake
amefika chuo, kwanza anaenda kusoma sheria. Wapare na sheria wanaweza wakauza ng'ombe kwa kesi ya kuku. Wapare na sheria, anakuja kusoma sheria. Mama yake kwanza akampa zawadi ya high heels na briefcase, si ndio, ya kubebea documents za sheria, akivaa suti ya kidada na high heels na briefcase, anaenda darasani. Hapo wanaona mwanasheria nguli. Usisahau amemaliza vizuri form 6, yuko kwenye 10 bora za taifa, anaenda kusoma sheria. Mama anajivuna. Mimi nilivyokuta nikamwangalia, nikamwambia, unajua una akili sana, unaweza kuwa mwalimu wa chuo. Maedita, sasa tunaingia kutengeneza vipande vyetu vya story. Wewe unaweza ukawa mwalimu wa chuo wewe. Eti nikamwambia, wewe tukomae, ilikuwa mwaka wa pili vile, tupate GPA kubwa. Mimi mwenyewe nataka kuwa mwalimu wa chuo. Huo mwaka wa pili tulikomaa. Yeye amekomaa na mimi nimekomaa. Mimi nikapiga GPA ilikuwa 4.6 hivi. Na ukapiga, tumekuja kumaliza chuo. Utaenda tafuta namna ya kufundisha. Na uwezi kuamini, wote tulipata. Nisikilize vizuri. Huku ndani najua ni mwanasheria, lakini mwanasheria wapi? Tuedit kidogo. Haya mambo ya kusema Yohana no. Wewe nenda kawaandae watakaokuwa wanaenda kupiga kelele kule. No objection. Wewe ndio kawaambie mnaenda kufanya hivi. This thing prophecy ukishaijua na ukiwa na uwezo rohoni, unaitengeneza na unainyoosha vizuri. Nisikilize. Sentensi ya siku ya kwanza anaambiwa Mariamu, utachukua mimba, utazaa mtoto mwanamume, huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, atawaokoa watu wake na dhambi zao. Hivyo na yule jamaa akazaliwa Bethlehem pale. Ona kitu cha ajabu. Siku Herode anataka kumwangamiza, Biblia inasemaje? Malaika akamtokea Yusufu akamwambia, hey, mchukue huyu mtoto, nenda naye Misri mpaka nitakapokuambia. Nenda kasome vizuri. Anasema hivi, walipopata taarifa Herode amekufa, walirudi. Lakini Yusufu aliposikia kwamba mtoto wa Herode anatawala, hakurudi Bethlehem, akaedit, akaenda Nazareti. Akasema kuanzia hiyo akaitwa Mnazarayo. Watu wanasema, oh, Yusufu hatujaona role yake. Kaedit mpaka nationality. Haleluya watakatifu. Hebu tuache huko kwa sababu muda wangu sio rafiki. Hebu nikuonyeshe kipande hichi. Ngoja nikuonyeshe kipande hichi. Angalia tena mstari ule. Okay. Angalia mstari ule wa 8 kidogo. Ndipo huyo Manoa akamwomba Bwana akisema, Bwana, nakuomba. Si ameletewa taarifa na mke wake kwamba prophecy imetoka, kuna mtoto anakuja. Jamaa korofi bala. Yaani atakichafua huko kwa Wafilisti watajuta. Manoa akamwomba Bwana akasema, nakuomba yule mtu wa Mungu uliyemtuma aje kwetu mara ya pili. Si ameshakuja mara ya kwanza? Aje kwetu mara ya pili, atufundishe hayo atupasayo kumfanyia huyo mtoto. Mungu akaisikiza sauti ya Manoa, naye malaika akamwendea yule mwanamke tena, lakini Manoa siku hiyo hakuwepo. Mke wake akamfuata, tukati story short, akaenda akamwambia Manoa, yule mtu amekuja tena. Basi Manoa akainuka akamwandama mkewe na kumfikiria mtu huyo, akamuuliza, je, wewe ndiwe mtu yule uliyenena na huyu mwanamke? Akasema, naam, ni mimi. Manoa akasema, sikiza maswali yake, basi sasa hayo maneno yatakapotimia, je, huyo mtoto atakuwa namna gani na kazi yake itakuwa nini? Kwa nini nimekusomea hiyo mistari mpaka hapo? Nataka nikuonyeshe jambo hili hapa. Angalia kwenye maisha yako ili ufanikiwe. Ongeza shauku yako ya kutamani kujua mambo mema yajayo mbele kuliko maswali ya kupoteza imani. Ongeza shauku ya kujua nini kitatokea mbele.
kuliko maswali yatakayopoteza imani yako. Utaniambia, mwalimu, unamaanisha nini? Baba, nakwambia hivi, Manoa hakufika pale na kuanza kumuuliza, kwani kweli tutazaliwa? Kweli atapata mtoto? Hakwenda kuuliza hayo maswali. Tutazaaje sasa? Maana amekuwa tasa muda mrefu, ameshavuka menopause. Hakuna hayo maswali. Hakwenda kuuliza hivi, mtoto atazaliwaje? Hakwenda kuuliza hivi kweli. Yeye alisema hivi. Sikiza maswali yake ya Manoa. Maswali yake yamenyooka sana. Ona. Angalia swali lake. Natoa hapo kidogo hizo notice. Angalia swali lake. Manoa akasema, basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia. Hakusema hivi, ikiwa hayo maneno yako yatatimia. Yaani ameshaamini moja kwa moja kwamba hayo maneno yatatimia, ila anachotaka yeye kujua, huyo mtoto atakuwa namna gani na kazi yake itakuwa nini, kwa sababu najua atakuja na najua atakuwa na kazi. Mimi ninachotaka kujua atakuwa namna gani. Sina maswali tena ya kupoteza imani. Mimi ninachotaka kujua huko mbele kuna kwaje. Litakuwa li giant, litakuwa la kawaida. Labda hujanielewa. Wangapi mmesoma Wagalatia sura ya 3? Ile inayosema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Simesomaga hiyo sentence? Unaelewa maana ile sentence? Aseme hivi, enyi Wagalatia msio na akili, mmerogwa? Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani? Maana kurogwa tayari. Ila mimi nataka kujua. Yaani Paulo alienda simple, moja kwa moja. Aseme enyi Wagalatia msio na akili, mmerogwa? Nani amewaroga? Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani? Manake kurogwa mimi sina shaka na hilo. Ila mimi shaka langu ninachotaka kujua tu ni huyo mchawi ni nani. Basi ulozi tayari. Mlozi sasa tunamtafuta. Huyu mzee Manoa, nimependa imani yake. Amekuja tu akamuuliza yule baba, wewe ndiye yule mtu uliongea na mwanamke huyu? Ndio. Simple. Mimi nachotaka kujua huyo mtoto, hiyo maneno yako yatakapotimia. Najua yatatimia. Aweki if. Anasema tu yatakapotimia. Nataka kujua atakuwa namna gani. I must prepare myself kwa ajili ya huyo mtoto. Maana yake nina uhakika. Nisikilize, watu wengi sana tunapata changamoto kwa sababu tunatafuta maswali mengi sana ambayo mwisho wa siku yanapoteza imani ya kupokea tulichoandaliwa. Wewe tafuta tu kujua kwamba mimi uko mbele kuna kuwaje. Jambo lingine, Mungu anaposema nawe kwa ajili ya unabii wa maisha yako, sikiliza kwa makini sana ili uwe na uhakika wa mambo yajayo. Brothers and sisters, nawaambia hichi ninachofundisha leo, sikiliza kwa makini, kwa sababu kuna vitu Mungu arudiagi mara mbili. Kama uamini, nenda kakae na Joshua siku moja, mpige story. Wewe andika tu simple. Andika tu, Mungu anaposema nawe sikiliza kwa makini, maana arudiagi mara mbili. Andika hivyo. Sio kila wakati Mungu anarudia mara mbili. Anaongeaga tu wakati mwingine mara moja. Andika kwa kifupi hivyo, afu nikupe story, utaelewa. Utaelewa. Mungu arudiagi mara mbili. Umeshamaliza kuiandika hiyo? Iandike tu simple. Uwe makini kusikiliza Mungu anaposema, na hususan mambo ya unabii wako. Maana wakati mwingine harudi mara ngapi? Mara mbili. Mimi nimejifunza hilo kwa Mungu. Wale watumishi wa Mungu mnaotaka kuwa walimu wazuri wa neno, mnaotaka kuwa watumishi wazuri, please fanyeni kazi ya ambulance, emergency. Ufunuo umekuja, usitafute mara mbili mara tatu, uandike haraka. Sema tu nitaandika baadaye, utanielewa kinachotokea. Waga vinapoteaga kabisa. Kimekuja hapo shusha hapo, kwa sababu Mungu arudi mara mbili. Ona, Manoa alienda, alimwambia hivi. Ona, Manoa akamuuliza yule malaika, huyo mtoto atakuwa namna gani na kazi yake itakuwa nini? Malaika angalia alichojibu. Malaika wa Mungu akamwambia, katika hayo yote niliyomwambia huyo mwanamke na ajiadhari. Unaelewa maana yake? Sirudi mara mbili. Wewe mama, nilikwambiaje? Hivi ulisemaje vile? Katika yale nilokuambia jiadhari. Sasa wewe uliambiwa usinywe kimpumu, wewe jisahaulishe. Labda hujaelewa. Unakumbuka Mungu alivyomtokea Joshua alimwambiaje? Bwana akamtokea Yoshua akamwambia, Musa mtumishi wangu amekufa. Wewe ondoka, vuka na watu wao uende mpaka nchi iliyowapia. Afu sikia sentensi inafuata. Ukatende sawa na alivyokuamuru Musa. Sasa ule wako wakati Musa anaongea ulikuwa uandiki.
Maana yake be very careful unapokuja ibadani, be very careful. Hata ibada za kawaida za katikati ya wiki, be very careful. You will never know when and how Mungu ataongea nayo jambo la maisha yako alafu alirudi mara mbili. Na ndio maana na watrainigi watu, vijana wangu wote na watraini kwenye madarasa ya ualimu. Huwa tuna madarasa ya ualimu ya vijana ambao ninawalea. Huwa nawaambia mtumishi wa Mungu yoyote uwe na connection kati ya sikio na moyo. Ukishindwa hapo umekwama. Sikio lako na moyo wako viwe connected. Labda hujanielewa. Nikazie macho nikwambie kitu. Unakumbuka hadithi ya Mariamu kumtembelea Elizabeti? Alafu Biblia inasema hivi, alipofika akamsalimia salamu. Elizabeti alisemaje? Umebarikiwa wewe kuliko wanawake wote. Imetokeaje neno hili hata mama wa bwana wangu akanijia mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilivyoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa furaha. Umesikia sentence? Nikuulize swali. Umewahi kuwaza wangekuwa wajawazito 4 au 5? Alafu Mariamu angefika angamwambia salamu, wote vitoto vingeruka? Kinarukaga kimoja tu. Labda hujaelewa. Jina la mtu kwa anayeita liko kwenye uso, kwa anayeitwa liko kwenye masikio. Nikimuona ndio najua ni nani namuita. Nikimuita anasikia kwenye sikio lake, anajua jina lake ndio limeitwa. Asiyejua jina hilo, jina anayejua hilo jina sio la kwake, hageuki. Tuulize sisi, siku moja tuko kijijini kwetu, tumekaa hivi tunakula miogo ya kukaanga pap na pilipili nyingi na rafiki yangu. Tumemkuta na jamaa mwingine pale anakula miogo. Sisi tunakula hivi. Ghafla akapita, yani hapo tunakula miogo kwenye kibanda, hapo nje ni njia. Akapita mtu pale njiani, akasema kaba. Huyu jamaa aliyekuwa hapa akaitikia kabu. Alafu akapita. Sasa sisi tumekaa naangalia. Baadaye sasa tunamjua ile jamaa, tukauliza, mbona kabu ndo nini? Jamaa akasema hivi, alikuwa ananiuliza mambo vipi, nimemwambia poa. Yaani ile mambo vipi, kabu poa. Sisi hapa hamna kitu. Kwa nini? Sikio halikuwa connected na kile kilichokuwa kinazungumzwa. Nisikilize sawa sawa. Kila ninachofundisha hapa sio kila mtu kinamhusu. Kuna mwingine kinamhusu mtu fulani, lazima ujue hichi cha kwangu natakiwa niondoke nacho. Wakati mwingine kuna prophecy inatoka alafu hujui, alafu ni ya kwako. Mwaka 2007 Tangateki tulikuwa na kongamano la vijana 2007. Tena nilikuwa na vijana wa Kipentekoste. Na mimi nikaalikwa na rafiki yangu. Nikaenda, maana wakati niko sekondari nilikuwa na vyeo vingi. Nilikuwa mwenyekiti UKWATA, katibu Kasfeta. Na kuhakikishia, kwa rafiki yangu akanialika kwenye kongamano sana, nijua nilikuwa mwenyekiti UKWATA, katibu Kasfeta. Usiniulize kwa nini, kwa sababu sisi ndio tulikuwa form 1 wa kwanza shule yetu wakati tuko sekondari. Kwa sasa tunaanzisha vikundi vya dini, mko wachache. Kwa hiyo rafiki yangu huyo mmoja alikuwa Mpentekoste EAGT, akawa mwenyekiti Kasfeta. Akaniambia sasa aisee kule hamna watu, hamna hata mtu wa kiongozi, kama mimi nitakusaidia. Mimi nikawa mwenyekiti UKWATA, yeye mwenyekiti Kasfeta, afu mimi katibu Kasfeta. Mpaka nikawa katibu wa wilaya wa Kasfeta, mwenyekiti UKWATA. Kwa ilipotokea ile kongamano akanialika Tangateki, ilikuwa kongamano la vijana. Vijana wamealikwa na mimi nikaenda. Wakamwalika mchungaji Moses Magembe kuhubiri. Tulikuwa 700 vijana kutoka Tanzania nzima. Wakatoka Tanzania na mikoa 21. Mzee Magembe alifundisha somo la ujazo wa Roho Mtakatifu na utumishi. Akafundisha katikati ya kufundisha akasema, nasikia moyoni watumishi wa Mungu watakaokuwa wanaofundisha neno. Nimejaa mafuta, neno lililojaa mafunuo ya ajabu. Mungu anawaita wako hapa kuja mbele. Katika 700 tulitoka 2 tu. Sijui yule ndugu yangu alikuwa anatoka wapi, hata simjui. Alafu ghafla mzee Magembe akiwa madhabahuni akasema, Tanzania ina mikoa 21 na wachungaji mmekuja hapa kutoka kila mkoa. Pita hapa, bandika mkono kwa kila mtu. Umewahi kuwaza unabandikwa mikono na wachungaji 21? Kila mchungaji ana staili yake. Mwingine anakuja na kushika pokea, mwingine pokea. Kwa kila saa umekaa tension kusikiliza hii ngoma inaushuka sasa hivi inakujaje.
lakini that is not bad. My question is, how comes mzee kama Magembe anafundisha, anointing imeshuka, ukumbi mzima watu wanaenda kwa lugha, anaita watu wanaotaka kubeba huduma, tena akusema uchungaji, anasema ualimu wa kufundisha neno, limejaa ufunuo wa ajabu, mnatoka watu wawili katika ukumbi wa watu 700. That was a prophecy. Na kulikuwa na watu maalum wanahitajika. Na yule mzee kitendo cha kusema watu wote wanapita, sikiliza vizuri, mikoa ile yote, yule mzee, wale wachungaji waliokuwepo, hakuna mmoja sijaenda. Hakuna mmoja sijaenda. Kwenye kila mkoa nimekanyaga, kwenye kila mkoa. Nini ninachokuonyesha? Sometimes prophecy ikitoka, you must understand this is mine. Ogopaga sana wale watu kanisani ambao ukihubiri unasema sema tupone. Unajua mara nyingi inakuwaga neno lile halimuhusu yeye, ila anajua linaye muhusu. I'm telling you sure. Sikiliza, take it from me. Tambua kilicho cha kwako. Tambua neno la kwako. Yaani katika maneno yote aliyosema mtumishi leo, hili hapa. Wale wanaokaa mama nilishamkatazaga. Nilimwambiaga ukienda na mimi kwenye semina yoyote, wakati mhubiri anafundisha, usiangalizie notes kwangu. Unakwama. Kwa sababu anachofundisha na ninachoandika vinakuwaga vitu viwili tofauti. Mwaka jana tulikuwa kwenye kongamano la maombi la kitaifa hapa Ndachi. Mama Mwakasege akaja akasimama siku ya Alhamisi, nakumbuka. Akaongoza maombi ya vijana. Alitaja hoja 2 za maombi ya vijana. Mimi nimeandika kwenye daftari langu hoja 13 za maombi ya vijana. 13 niliwaonyesha wanangu, nikamwambia hizi ndio hoja alizotaja mama siku ile. Akasema mbona 2 tu? Kila mtu anasema mbona zilikuwa 2? Nikamwambia zilikuwa 13. Ila mama alitaja hizi 2. Mimi nilikotoka kwenye 2 niliandika 13. Mama anaongoza maombi, mimi nimeshika kidaftari changu. Naomba huku naangalia moja moja, maana 13 siwezi kuzikalili zote. Nini ninachokuonyesha? Lazima ujue hichi cha kwako. Wewe cha kwako ni nini? Unabii wa maisha yako ni nini? Mfano Sedekia alishaikuimbaga marehemu, ameniambia mambo ya maisha yangu, nimenyeshewa na mvua ya baraka. Kuna mambo ya kwako peke yako. Kuna neno la kwako peke yako. Kuna unabii wa kwako peke yako. Mimi nakuuliza wewe, kwenu kuna unabii gani? Achana na hii wote mtakuja mtagraduate wote. Unajua mtumishi akija hapa, mwaka huu ni mwaka wa kuinuliwa. Hiyo ya wote, ya kwako. Maana hata rede, kuna rede ya wote. Unajua rede ya wote? Au siku hizi haipo? Ile rede ya wote, mnakumbuka? Siku hizi hamchezi hiyo. Kuna ya wote afu kuna ya peke yako. Unaanza na uende, urudi, afu ndio unaanza sasa kutafutwa. Unapigwa madei ya kutosha. Sasa msikize sawa sawa. Lazima ujue profesia kwako ni ipi. Na mimi nataka tukienda leo mbele za Mungu, achana na wengine, achana na social, achana na nini. Wewe na familia yako, wewe na maisha yako. Bwana asifiwe sana. Marehemu mamangu alikuwa anataka niwe mwanajeshi kabisa. Tena akanambia ukivaa zile nguo za combat uvae na kofia ya cape. Wanaojua wanaoniishi na mimi napenda kuvaa cape. My mom told me, you look good in capes. Who are you to tell me that I'm not? Mpaka tukaenda kuiba kombati za baba wa rafiki yetu, alikuwa mwanajeshi, alikuwa mfupi hivi. Tukavaa, tukaenda polini kupiga picha. Tunajichora hivi kama anodia jini, predator, ili ujione. Nisikize vizuri. Sikwenda kuwa mwanajeshi. Nikaenda chuo, nikataka kusoma PSPA, Political Science and Public Administration. Kwa nini? Nilikuwa nataka nikagombea ubunge wilayani kwetu. Mdomo wa kuzungumza nao unikatalii kunipa kula. Wapi? Angalia nilipokuja kuishia Habakuki, Mika, Mathayo, Nahumu, Sefania. Na sijasomaga theology. Juzi nilikuwa nafundisha Shinyanga, mchungaji akanisikiliza wa kanisa kuu. Akasema aise, nimegundua unalipenda Agano la Kale na unajua kulifafanua haswa. Na mimi nimesomea, nimemeja kwenye Old Testament. Akanipa understanding the Old Testament theology. Sasa uliza nimesoma nini? Journalism na maskomu. Ningejuaga mapema,
ningejipigiaga tu diploma mwenye theology, nijuage tu family tree ya Adam, nichomokee hapo na ukoo wa Yesu, basi niendelee. Nini ninachotaka nikwambie, muda wetu umekimbia. Kuna vitu vingi sana ningekuambia huko, kwa sababu si watu wengi wanajua tofauti ya unabii. Si unajua kuna tofauti ya unabii wa kutafuta na unabii wa kupewa. Usiandike sababu sitasema, lakini andika tubaki nayo. Kuna unabii wa kutafuta na kuna unabii wa kupewa. Kuna unabii unakufuata dada hivi na hivi. Kuna mwingine unaenda kuulizia, bwana hebu niambie mambo yanaendaje kwani? Na si watu wengi wanajua hilo. Ukiona unabii hauji kwenye maisha yako, kautafute. Soma maandiko. Kuna unabii unakujia kama mama yake Manoa. Mama yake Samsoni, mke wa Manoa, uliufuata. Kuna unabii unakujia kama wa Kornelio. Kuna unabii unakujia kama wa Mariamu. Alafu kuna unabii unatoka unaenda kuufuata kama uwapa wa Samueli wa kwanza sura ya 9 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 9. Huu ni unabii wa Sauli. Sauli katumwa akatafute punda wa baba yake. Kawakosa njiani, wakakaa wakajadili wamepita kila mahali. Wakapita milima ya Efraimu, wakapita katika nchi ya Shalisha, hawakuwaona. Wakapita katika Shaalimu, hawakuwaona punda. Wakapita katika nchi ya Benjamini, hawakuwapata punda. Sauli akamwambia yule mtu wake waliokuwa naye, bwana turudi, baba yangu asije akaacha kufikiria habari ya punda akatufikiri sisi. Yule nabii, yule mtu, unajua yule mfanyakazi akamwambia hivi, katika mji huu kuna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote yasemayo hutukia kweli kweli, basi twende huko, labda ye ataweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Sauli akamwambia, hatuna kitu, tutamwendeaje mtu wa Mungu? Hatuna chochote huko. Akamwambia, twende bwana. Angalia, hapo zamani katika Israeli mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu husema hivi, haya twende kwa muonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa muonaji. Walipoenda kwa Samueli, ndio profesi ya Sauli kuwa mfalme ikatoka. Unabii huu haukumfuata, unabii huu aliutafuta. Ukiona mbele kuna giza ujui wewe utakuwa nani, uliza kwa watu, bwana sorry, kwani nyinyi mnaonaje? Hujanielewa, nisikilize. Sometimes ukiwa na vision ukawa confused, unaweza kuwaona watu wote ukawajua ukashindwa kujijua mwenyewe. Kama muamini, mtafute Yesu mwana wa Mungu. Kamuona Nathanieli anakuja akasema, Mwisraeli kweli kweli, hakuna hila ndani yake, kila mtu akija anamjua. Siku moja yeye mwenyewe akasema, sorry, kwani watu wanasema mimi ni nani? Umewahi kuwaza? Kwa kabidi aanze kusikiliza watu wanasema fulani fulani. Kwa nini? Sometimes ukiona wewe huelewi, ujui, uoni mbele, nenda kaulize. Kuna watu inawezekana wamekuangalia, wamesha kuona. Haleluya, wana wa Mungu. Sasa nataka tuingie kidogo tuombe, dakika chache tu, ishafika saa 8 na dakika 20. Na mimi naongea jamani. Ili somo la prophecy tulitafutie semina kabisa, kwa sababu watu wengi sana hawajui prophecy inavyofanya kazi. Ningeweza kuambia vitu vingi sana huko ndani kuhusu prophecy ya kutafuta, prophecy ya kunani, na ningeweza kuambia pia kwa nini uende ukaulize prophecy, kwa nini kuna wakati unatakiwa uende ukaulize unabii. Japokuwa wakati mwingine unaweza ukasikia mambo yakakutia hofu, lakini tunauliza prophecy kwa sababu ya maandalizi, kwa sababu ya maamuzi, kwa sababu ya ushindi, na kwa sababu ya kuweka hivi vitu vyote viingie kwenye maombi. Wakati mwingine usipouliza hutafanya maandalizi sawa sawa, usipouliza hutafanya maamuzi sawa sawa, na usipouliza hutakuwa unapata ushindi sawa sawa. Na watu wengi sana hawafahamu hivi vitu namna vinavyofanya kazi. Mungu wa mbinguni atakusaidia hatua kwa hatua. Mimi nataka tuende mbele kwa Bwana. Mimi nakuhakikishia wewe kuna kitu ulitabiriwa kizuri, wewe tu uamini. Yaani wewe tu uamini. Ila mimi nakwambia tukianza kuomba hapa, kuna vitu vitafukuka kwenye fikra zako mpaka utashangaa. Haleluya watakatifu. Haleluya tena. Oh my God. Sitafa moyo, ninajua